Mshauri mkuu wa gavana wa Kivu Kaskazini anayehusika na vijana, michezo, utamaduni na sanaa, jinsia, familia na watoto, Bi Alice Mukamucho Banyanga alifanya ziara ya ufuatiliaji hii Ijumaa tarehe 24 Oktoba 2025. Lengo la ziara hii ilikuwa kufanya tathmini ya viwanja vya mpira na michezo kadhaa katika jiji la Goma. Ziara hii ilianzia kwenye uwanja Le Volcan ulioko katikati ya mji wa Goma Birere, ambapo mshauri alikagua hali ya nafasi hii ambayo kwa muda mrefu imeachwa nyuma na serikali ya Kinshasa. Leo chama AFC M23 inajihusisha kwa nguvu katika ukarabati wake. Pia amewasisitiza vijana kuutunza uwanja huu ili uweze kunufaisha vijana wote hata na vizazi vijavyo. Katika uwanja wa michezo Cercle Sportif mjini Goma, Bi Mukamucho alikutana na wasimamizi hata na wakaaji wa karibu na uwanja huu wa Paraolimpiki. Mapendekezo kadhaa yamepewa kamati ya usimamizi ili kuboresha hali ya vijana wanaotembelea mahali hapa kwa shughuli zao za michezo. Pia alitembelea vyoo vya uwanja huu wa michezo, huku akisisitiza kwamba hali za usafi na kadhalika bado zinapaswa kuboreshwa. Hatua ya tatu ni uwanja wa Umoja Stade de l'Unité, ambao mambo yaendelea vizuri, kwani gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto ameanzisha tayari shughuli za ukarabati wa uwanja huu. Hapa vijana wameridhika, kwani maji na umeme sasa vimeonekana kutokana na juhudi za uongozi wa mkoa kusaidia vijana wa Goma na Kivu Kaskazini kwa ujumla. Uwanja wa Sotraki ulioko katika kata Keshero pia ulitembelewa na Bi Mukamucho. Vijana wa eneo hili la Keshero walitoa mapendekezo kadhaa kwa viongozi ili kuboresha hali za michezo katika eneo hii ya manispa ya Goma. Tunafurahia kwanza presence ya kiongozi hapa kiretu ya Sotraki. Nikizani njoo inaweza kuwa ya kwanza tunatembelewa na mkubwa sasa vile nani mwenye asimamia Mwanamulomba nini? Kitu kwanza tunamulomba kwetu sasa vile bajeni ya Keshero juu ya Stade Sotraki ni kutusaidia hii mai yenye inatatiza huko. Juu mai njoo ya kwanza ni inatatiza huko. Mai iache kukua inashimama hapa omwe kwa mapui perdi ngambo na ngambo fasi yote kwa mai inafikaka. Na wakati tumemaliza tia ile pui perdi watusaidie kumwanga mchanga juu ya ile mafasi kwenye mai zina demaka kama wajeni watapratike. Agenda ya mshauri wa gavana ilikamilishwa kwa kutembelea uwanja wa kisasa wa maendeleo huko Bulengo ulio katika kata Lac Vert. Pamoja naye Emmanuel Shukuru Sekabanza, msimamizi wa uwanja huu, Bi Mukamucho alitembelea jengo na miradi kadhaa zinazoendeshwa hapa na kupata mafasirio zaidi toka kwa kiongozi wa uwanja huu. Bon, huku koma vestiaire mwa ni kule. Bon, na ingine iko huku. Tunaweza sasa hii marangi tunapima tia bon. En tout cas, c'est propre. C'est propre. Et pourtant, pour entretenir, tu vas pas taper. C'est pas facile. Oui, oui. C'est pas facile. Niko apenda nipakane na huo rangi. Parce que munjo kwa joueur bana loko ba joueur bana ikalaka avant match. Vestiaire. Effectivement. Il faut makiti na tuna nettoyer mzuri, même les ciments tout. Donc hii configuration c'est la même que kule kumusho kule. C'est la même chose. Je équipe mwe napasha ikala huko na nyingine équipe inakala kule vile avant le match. Bon, les toilettes sont là. Bon, ici, ça sont des toilettes. Bon, les urinoirs. Même les douches. Franchement. Oui. Quand il y aura du courant, on a ma chauffe bien à Zozi. En tout cas, c'est. Oui. C'est impeccable. Oui. Même si c'est un chantier. Même si c'est un chantier, mais c'est un stade moderne. Oui. C'est un standard international. Oui. En tout cas. Ça, c'est un stade qui peut accueillir des compétitions internationales. Oui. Franchement. Il manque
juste l'électricité. L'électricité, la peinture, bon, ils étaient même arrivés ici. Alors on avait échangé avec eux. Bakasema, ils vont continuer les travaux. Bon, mais puis c'est ça. Ils n'allaient rien faire ici. C'est ça. Ils n'ont pas pu faire quelque chose à Kinshasa, là où ils se trouvent. Effectivement. C'est maintenant ici, là où ils appellent à 2000 km. Oui. On nous dit non, ce n'est pas au Congo, c'est à 2000 km. C'est beau. Oui. On peut visiter un peu les installations là en bas. Vous pouvez passer. C'est à vous de... Il m'a ban pour les remplaçants. Oui. Bon, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais aussi il y a des enfants qui viennent jouer à Mahaje Zakidogo. On est en train de fabriquer les petits poteaux pour eux. Qui sont déplaçables. Oui, ok. Il y a un poteau à Kidogo qui sont déplaçables, qu'on peut facilement demi-terrain. Qu'on peut avoir compétition à Watoto, à Watacheza Maï. Maintenant, on prévoit ça pour qu'à un moment donné, il y a 11 joueurs. Ok. Ils doivent être à 8. On va réduire le terrain. Oui. En tout cas. Bon, tu le crois entretenir aussi, c'est déjà fait. Oui. Okay. C'est déjà fait pour le moment. Maintenant, ça, juste ça. Super. Oui. C'est pour l'adhérence. C'est ça, non? Ah bon? Iban est bien, la moto est à Teresa. Effectivement. Ah bon? Il a amorti un peu. C'est bien. En tout cas, moi je peux me dire que ah, toi aussi? Ah, ok. C'est très important ça. Très important. Bon, nous en avons tout en stock. Mais pour dire que Moulitia quantité à mingi, et tuliongeza. Il y en avait. Tuliongeza sasa. Je n'anza comme non, en fait, Chini Mukola Terite. Donc, il est pierre rouge. Ok. Donc, on a dit qu'on a makokoto, qui a madio un peu la moyenne, qui a la terite. Qui a préparé, il y a plané et mouzoui, il y a quoi rouge et facile. Qui a tia et gazon, ça. Il peut le coller. Donc, après, il faut coller. Il a quoi coller. Qui a après, il y a manga, easy. Ah oui. Makenjo yanaleta mtu anatembea unasikia kuna bondi. L'autre problème excellence ni hii tuyauterie. Oui. C'est tuyau d'évacuation des eaux usées. Oui. Ona maji inatoka kule kunani? Inapasha kuya humu. Oui. Pour que ishuke tambale mustadi. Mais ça vraiment on a un problème. Kama tutatafuta solution namna gani? Matio zote zinapasuka kama ni jua mezingine. Hatimaye, ingalawa jiji la Goma lina viwanja vya michezo mara nyingi, hii imepuuziliwa mbali na utawala wa zamani wa Kinshasa. Bi Mukamucho Banyanga alisisitiza kwamba gavana wa mkoa Bahati Musanga Erasto ana dhamira ya kusaidia vijana na kuboresha hali zao za michezo. Niangalie namna gani viwanja ambavyo wanachezea mpira na sport nyingine namna gani viko, na ndio maana nimeshuka ili kuangalia, na baadaye nitambebea taarifa yote ambayo nimepata, ambayo nimeona kwa macho yangu, na alafu kuangalia nini cha kufanya siku ambazo zinakuja. Je, wanaokuwa wa gestionnaire, yani wanaoongoza hiyo mastad, kuna baadhi ya shida ambazo walikutolea, na kama umezigundua, je kuna suluhisho ambayo inatarajiwa hapa karibuni? Ndiyo, kuna shida ambazo wamenizungumzia na nimeona mimi mwenyewe kwa macho yangu, na nitafikisha ripoti kwa liwali wa jimbo Bahati Musanga Erasto, na yeye ambaye anakuwa karibu na vijana, sio vijana tu, anakuwa karibu na population yote ya Nord Kivu, na anapenda maendeleo kama vile chama inavitaka, sababu katika matumikio ya chama chetu tunataka maendeleo ya nchi.
ni amani na maendeleo ya nchi, na katika maendeleo ya nchi ndio tutaangalia nini cha kufanya kwa ajili ya viwanja vya mpira na vingine. Mwishowe kuna baadhi ya viwanja ambavyo vinajengwa leo tumeviona. Wenda hivyo kuna vingine ambavyo kazi zimeanza lakini haziendelee kwa leo. Mnawaza kwa manufaa ya vijana hata na raia wa Goma kwa ujumla, kuna kazi ambazo zitafanyika ili kuweza kusapoti vijana hawa? Ndio, naamini hiyo, sababu gavana wetu anawapenda sana vijana na anakuwa karibu sana nao na anataka maendeleo ya vijana, na ndio maana kanituma niende niangalie mahali ambapo kuna jengwa hakujaisha, mahali ambapo kumeharibika, ili angalie vile ya kutengeneza. Naamini ya kuwa siku ambazo zinakuja kazi zitafanyika. Ikumbukwe kwamba Gavana Bahati Musanga Erasto anajitahidi kurejesha hali za michezo za vijana wa Goma, akiwapa msaada wa kila aina, na hiyo ni katika eneo zote za mkoa wa Kivu Kaskazini ambazo zaongozwa na Alliance Fleuve Congo M23.